FM Radio imetimia saa 10 kamili jioni. Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Selemani Kodima. Kwanza ni muktasari wake. Watu 518 wamekufa katika vurugu na ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kuihala kata ya Tetemia katika halmashauri ya manispaa Tabora wamesema wanahitaji wataalamu wa kuwapa elimu juu ya ugonjwa wa figo. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameshinikizwa kujiuzulu baada ya kumteua Peter Manson kwa mjumbe wa nchi hiyo huko nchini Marekani. Habari kamili. Watu 518 walikufa katika vurugu na ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Mwandishi wetu Stefania Lyson ana undani wa taarifa hii. Akiwasilisha ripoti ya tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman amesema vifo hivyo vilitokea katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na Arusha kama anavyoeleza. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, ikifuatiwa na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10 na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia na vifo 16 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu. Jaji mstaafu Chande ameongeza kuwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia ushawishi kuwashinikiza wananchi kupitia changamoto za muda mrefu wanazokumbana nazo na ambazo bado hazijatatuliwa. Kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kwa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa jibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa pamoja na picha za kidijitali. Akizungumza mara baada ya kupokea ripoti hiyo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema changamoto zilizopo nchini zisiwe sababu ya vurugu na kudidimiza uchumi wa nchi. Si jambo la busara hata kidogo kuzigeuza changamoto hizi kuwa ni sababu ya kufanya vurugu na uharibifu na uhalifu. Changamoto kama hizi na zaidi ya hizi zipo kwenye nchi nyingi duniani, hata nchi zilizoendelea. Lakini vile vile changamoto za aina hizi ziko katika nchi zinazotuzunguka, lakini wananchi wao hawajazitumia kama sababu ya kuharibu miundombinu na kudunisha chumi zao. Ni ukweli pia kwamba yaliyotokea Oktoba 2025 hayakuondosha wala kupunguza changamoto zetu. Vurugu zimefanyika, vurugu zile na ghasia zile hazikuondosha changamoto zetu, bali zimeongeza changamoto. Aidha, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia kuunda chombo maalum cha upelelezi kitakachochunguza na kubaini waliopanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia na vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa. Kuna wale wote ambao walikuwa wanavunja maduka, kuvamia na kuiba, tutajielekeza huko. Kwa bahati nzuri picha zipo
zitatuongoza kwenye mambo hayo. Lakini pia tume au chombo kitakachoundwa kitaangalia kwa undani vifo vya watoto na kushughulikia swala la madai ya miili ambayo haijapatikana. Tume itajielekeza huko pia. Daktari Samia Suluhu Hassan amevielekeza vyombo vya ulinzi na usalama nchini kufanya kazi yake ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa salama. Stefania Lyson, CGFM. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kwihala kata Itetemia katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamesema wanahitaji wataalamu wa kuwapa elimu juu ya ugonjwa wa figo. Mwandishi wetu Vivian Puza ana maelezo kamili. Wananchi wa mtaa wa Kwihala, Janet James na Angelina Petro, wameiambia CGFM kuwa hawajui dalili zozote za ugonjwa wa figo na kwamba kuna haja ya wataalamu wa afya kutoa elimu juu ya ugonjwa huo. Maana tuanda ujue kwamba kama mtu unasumbuliwa na figo na haujui na hujawahi kwenda kupima, unatakiwa kwenda hospitali ukapime, ujue afya yako na ujue shida ni nini, na kama unasumbuliwa na figo basi uanze matibabu haraka. Wanaotumia mitishamba, kwa ushauri wangu, naomba waachane hizo dawa za mitishamba. Sifahamu dalili za ugonjwa wa figo kwamba ukoje. Tunaweza nikaa ninaishi sijui kwamba nina shida hiyo kwa sababu nakuwa sijapima. Unaweza mkatupa elimu zaidi ili kujua kwamba labda ikitokea dalili na yoiona kwamba kwenye zile dalili ambazo mnakuwa mmetufundisha, naweza nikahisi kwamba labda huu ndio hospitali mapema. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwihala Tito Katala amesema amekuwa akisikia tu ugonjwa huo lakini hana elimu juu ya ugonjwa huo na pia wananchi wake. Magonjwa ya figo yanasemwa sana, lakini sasa bahati mbaya sana ambayo tunaiona, hatujawahi kupata wale madaktari ambao wanakuja kutupa elimu juu ya hayo maradhi. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo wananchi walio wengi hasa wa kwangu hapa hawaelewi kwa sababu hawajawahi kutembelewa na wanamganga na kuelezwa hivi vitu kwamba mnatakiwa labda mpime magonjwa ya figo ili kujua afya zenu. Ila mimi binafsi wanasikia kwenye redio kwamba ni vizuri ukapima afya, ukatambua ili uweze kutibiwa haraka. Naye Daktari Modestus Masinde wa hospitali ya Rufaa Kinga wilayani Igunga amebainisha dalili za ugonjwa wa figo. Kuna dalili nyingi ambazo unaweza ukapata au ukiwa nazo ufikirie pia kufanya check up ya figo. Dalili ya kwanza ni kupata kichefuchefu na kutapika. Hii na mara nyingi inatokea kwa sababu huyu mtu ambaye amepata changamoto za figo, uchujaji wa sumu mwilini mwake unakuwa mdogo, kwa ile sumu kuwa katika mwili wake kwa kiwango kikubwa kinampelekea kupata kichefuchefu na pia kutapika. Kuna kuvimba mwili. Mara nyingi wagonjwa wa figo wanavimba mwili na ukiulizia uvimbaji unaanzia usoni. Daktari Masinde amewashauri wananchi pindi wanapoona dalili hizo kuwahi hospitalini mapema na kuwasihi kuacha kutumia dawa za mitishamba kwa sababu dawa hizo ni moja ya sababu za tatizo la ugonjwa wa figo. Cha kwanza ninachowashauri ni kwamba wakihisi dalili au wakihisi changamoto zozote wako nazo katika mwili wao, waje hospitali wapate huduma. Kwa wale wagonjwa wa pressure, kwa wale wagonjwa wa sukari, pia wanahitaji wapate dawa ambazo tawapelekea wao kufanya ile sukari yake au pressure yake iwe katika level inayotakiwa ili isimpelekee kupata changamoto za figo. Umakini katika utumiaji wa mitishamba ambayo haijathibitishwa kitaalamu. Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 2024, shirika la matibabu ya figo la India, watu milioni 84 duniani kote wanaugua magonjwa mbalimbali ya figo, sawa na mtu mmoja kati ya kila watu 10 duniani ana aina fulani ya ugonjwa wa figo. Vivian Puza, CGFM. Waganga wakuu wa mikoa nchini wametakiwa kuwachukulia hatua wanaendesha maduka ya dawa bila kufuata sheria. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Fortina Mbawala. Akijibu maswali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa afya Daktari Florence Samizi amesema kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua za waendesha maduka ya dawa muhimu kwa kusitisha kutoa huduma hiyo. Serikali kupitia mamlaka ya udhibiti, yaani mamlaka ya dawa na vifaa tiba, pamoja na baraza la famasi, inaendelea kusimamia na kufuatilia mwenendo wa utoaji wa huduma za dawa katika maeneo mbalimbali kwa kushirikiana na mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo huchukua hatua kwa watoa huduma wasiofuata taratibu za uendeshaji wa maduka ya dawa na bidhaa nyingine za afya, ikiwa ni pamoja na kusitisha huduma mara moja na kuwaelekeza wahusika kufuata taratibu zilizowekwa.
Hii ni pamoja na wale wanaotoa huduma bila vibali vya usajili, kutoa dawa zisizoruhusiwa na kutokuwa na watoa huduma wenye taaluma ya famasi. Akiuliza maswali ya nyongeza, mbunge wa jimbo la Muleba Kaskazini Adonis Bitegeko ametaka kujua idadi ya maduka ya dawa muhimu yaliyokaguliwa. Ili kujua ukubwa wa tatizo, je, serikali katika mwaka huu wa fedha imekagua maduka mangapi ya rejareja na mangapi yamesitishiwa huduma au kufutiwa vibali? Na swali la pili, kutambua changamoto iliyopo katika uzingatiaji wa sheria wa maduka haya, hasa maduka dawa muhimu, lakini pia kutambua dhamira ya serikali kuona kama maduka haya yanatoa huduma bora za afya. Je, serikali ione sasa ni wakati mwafaka wa kufanya mapitio ya mfumo wa udhibiti wa maduka haya unaofanywa na mamlaka ya dawa ya tiba TMDA. Akijibu maswali hayo, Daktari Samizi amesema kuwa zaidi ya maduka 8,000 yamekaguliwa nchini. Kwa makadirio ya mwaka huu wa fedha, maduka zaidi ya 8,600 yamekaguliwa, na kati ya hayo maduka 1,200 yalikutwa na matatizo mbalimbali ambayo ni 14% ya maduka yaliyokaguliwa. Matatizo yaliyopatikana ni pamoja na kutoa dawa bila kuwa na vibali, kutoa dawa bila wataalamu, kutoa dawa zilizoisha wakati na kutoa dawa bila kufuata utaratibu, na maduka hayo yalisitishwa. Serikali inajali afya ya Watanzania na imekuwa ikifanya tathmini kila wakati kuhakikisha kwamba afya za Watanzania zinakuwa imara. Tunazo kanuni mbalimbali zaidi ya 5 zinazosimamia utoaji wa dawa hapa nchini. Ameongeza kuwa serikali itaanzisha utaratibu wa kutotoa dawa bila kuwa na cheti ili kuepuka utoaji wa dawa kiholela. Na sasa tumekwenda kufanya tathmini mpya ambayo tutakwenda kuanza na e-prescription, kwa maana hakuna ruhusa ya kutoa dawa bila kuwa na cheti, na cheti hicho kitakuwa cheti cha mfumo ili kudhibiti dawa zote zitakazotolewa nchini ziweze kusimamiwa na serikali ili kuepuka kutoaji dawa buholela. Hivyo nitoe rai kwa Watanzania kwamba ni muda mwafaka sasa kutumia dawa kwa kufuata ushauri wa daktari, kwa sababu dawa yote ikitumika bila kufuata utaratibu basi inageuka sumu. Amewataka watoa huduma za dawa nchini kufuata taratibu, kanuni na sheria za nchi ili kuepuka usumbufu watakaopata pindi serikali inapokwenda kuwakagua. Fortina Mbawala, CGFM. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kanda ya Magharibi imewataka wananchi kutoa taarifa za haraka wanapovamiwa na wanyama wakali katika maeneo yao ili hatua kali ziweze kuchukuliwa. Mwandishi wetu Avelus amezungumza na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi wa wanyamapori kanda ya Magharibi Wilbert Munuo katika mahojiano yafuatayo. Kwa mkoa huu wa Tabora tumekuwa tukipata changamoto za matukio ya wanyama wakali na waharibifu kuingia kwenye makazi na mashamba ya wananchi na kusababisha madhara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wilaya za Urambo, Kaliua, wilaya Igunga, Uyui pamoja na wilaya ya Sikonge. Hatua gani ambazo ni za haraka mamlaka imekuwa ikichukua za kudhibiti wanyama hao timu ambao wamekuwa wakivamia makazi ya watu? Tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii ambazo ziko kwenye maeneo ambayo yanaathirika na uvamizi, ambayo ni elimu ya kujikinga na madhara yanayotokana na wanyama. Kwa mfano, wanyama ambao wamekuwa wakisababisha madhara zaidi kuna tembo, simba, fisi pamoja na boko na viboko. Hatua ambazo tumekuwa tukichukua kwanza ni kutoa elimu kwa jamii kuelewa endapo labda tembo amevamia kwenye kijiji ni hatua gani wanazopaswa kufanya, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika kuanzia kwenye uongozi wa vijiji, lakini pia kwa viongozi wa taasisi za uhifadhi. Kuna mpango maalum ambao ni wa muda mrefu wa kupunguza migogoro kati ya binadamu na tembo au wanyama wakali. Kuna mpango ambao tulionao sasa hivi ni wa kuendelea kutoa elimu, lakini pia yale maeneo ambayo labda ni shoroba ambayo ni mapito ya wanyamapori, ina maana kuhakikisha kwamba yale maeneo yanahifadhiwa ili kuwe na muunganiko wa haya maeneo ya hifadhi, kuepuka wanyama kuingia kwenye maeneo ya wananchi. Kwa mfano, kwa wilaya ya Kaliua kuna maeneo ambayo yamezungukwa na hifadhi. Kuna vijiji pale itabidi wale wananchi, kwa sababu wako kwenye eneo ambalo ni hatari na wamezungukwa na hifadhi, ili wale wananchi wa vile vijiji vya Usinga na Upulikakoko wilaya ya Kaliua waweze kutafutiwa eneo lingine ambalo litakuwa ni salama zaidi, ili lile eneo liendelee kuhifadhiwa. Wananchi wanapopoteza mazao yao au kujeruhiwa wanapaswa kufuata utaratibu gani ili sasa kuweza kupata fidia au msaada kutoka serikalini? Kuna wanyama ambao kikanuni inaruhusu wananchi kupewa pole na serikali, wanakuwa wamejeruhiwa na wanyama au mali zao hususan mifugo
imeshambuliwa na hao wanyama au mazao yao yameharibiwa na hao wanyama. Wanyama wenyewe ni pamoja na tembo, nyati, simba, boko, kuna fisi, kuna mamba. Kwa wale wanyama wakisababisha madhara kwa mwananchi, utaratibu uliopo, kwa mfano mwananchi mazao yake yanapoharibiwa, anatakiwa atoe taarifa kwa mamlaka zinazohusika ndani ya siku 7. Kuna fomu maalum zitajazwa ambazo zinahusisha viongozi kwenye ngazi za wilaya. Huyo ni kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi wa wanyamapori kanda ya Magharibi, Wilbright Muno, akihitimisha mahojiano na mwandishi wetu Avelus Evedius. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wakulima wa mboga katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wameshauriwa kutumia mbinu mbadala ya kilimo ili kupata mboga zenye ubora, hasa mchicha. Mwandishi wetu Florentina Nyambuka ana maelezo kamili. Ushauri huo umetolewa na mkulima wa mboga eneo la Kwihara, Livingstone, kata Itetemia, manispaa ya Tabora, Ali Hamdu Edrak, wakati akizungumza na CGFM kuhusu upatikanaji wa mboga za majani aina ya mchicha na ubora wake kwa sasa. Kwa sababu ukiangalia hapo katikati mvua imefululiza, rutuba inashuka chini, pale juu panakuwa ni makapi. Kwa hiyo unakuta ukimwaga mchicha unatoka sio quality kama zamani. Lakini pia kwa wakulima sasa hivi, sasa kwa mfano kuna mbegu aina 3. Kuna mbegu nyeusi, kuna mbegu nyeupe, pia kuna mbegu ya sukari, kwa sababu inafanana na sukari. Ukimwaga mbegu nyeusi ambayo tulikuwa tunatumia zamani, hiyo mbegu ina maana kwamba yani tuseme kama vile imeshaisha ubora, ikiota inakuwa sio imara. Lakini mbegu nyeupe inahimili mazingira yote, ukame, pia kwenye uloa. Lakini pia mchicha umeadimika kwa sababu ya hata mbolea yenyewe sasa hivi mpanda bei. Mfuko mkubwa $100, mfuko mdogo $40, na wakati mwanzoni ilikuwa ni $75 kwa $30. Amesema kutokana na hali hiyo, kwa sasa yeye huuza mchicha kwa makubaliano na mfanyabiashara husika, kwa sababu huwa anamkadiria. Mtu anataka mchicha wa shilingi 5,000, mimi nitamkadiria, nitampa mchicha wa shilingi 7,000. Atakapouza faida yake ni shilingi 2,000, mimi 5,000 yangu inakuwa pale pale. Kuna wengine anataka mchicha shilingi 5,000, anataka apate shilingi 10,000. Sasa hiyo ninunua mimi mkulima. Ushauri kwa wakulima wenzangu, tubadilike, tusikalili kilimo kama tulivyokuwa mwanzoni. Sasa hivi hata kama sehemu pana uloa, unaweza kutafuta samadi ya kuku. Ukishalima ile sehemu, unamwaga ile samadi ya kuku kwanza kabla ya kumwaga mbegu. Usikalili mbegu moja, tafuta mbegu ile nyeupe. Kikubwa tu ni matunzo yako. Kwa upande wake, muuzaji wa mboga katika eneo la National Madafu kati ya Kitete, halmashauri ya manispaa ya Tabora, maarufu Mama Saidi, amesema kwa sasa hulangua fungu moja la mchicha kwa bei ya jumla shilingi 150 na huuza 300 ili kupata faida. Mimi nalangua kwa wenzangu, wananilanguza 150, nauza 300. Wanalalamika ila wananunua. Hii hali imeanza kuanzia mwezi wa kwanza kwenda wa pili mpaka dakika hii bado tunahangaika. Maji yalizidi. Naye mtumiaji wa mboga za majani Apio Matiku, mkazi wa manispaa ya Tabora, amesema kwa sasa mboga zimekuwa bei kubwa, lakini haimzuii kula mboga hizo. Upatikanaji wake sasa hivi imekuwa ni ngumu kwa sababu jua imekuwa kali sasa hivi, hali imekuwa ni ngumu kwa kweli. Mboga zimekuwa bei kubwa kwa sababu jua ni kali. Fungu moja tunanunua kwa 500. Awali ilikuwa 300, 200 hadi 150 unapata. Na kula mara moja. Kwa mujibu wa mshauri wa dawa ya jumla kutoka hospitali ya Care Hyderabad nchini India, mchicha ni mboga ya majani yenye virutubisho vingi ambavyo hutoa vitamin na madini muhimu kama vile vitamini A, vitamini C, vitamini K na huimarisha mfumo wa kinga na kutoa nishati. Florentina Nyambuka, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Hussein Mshenga. Tuanzie nchini Zambia. Serikali ya Zambia imesema imechukua mwili wa rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu ambaye alifariki dunia Afrika Kusini miezi 10 iliyopita, uamuzi unaoenda kinyume na matakwa ya familia yake. Hili ni tukio la hivi karibuni katika mvutano kuhusu nini kifanyike na mwili wa kiongozi huyo wa zamani kufuatia mgogoro wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema.
Serikali imesisitiza kuwa kama aliyewahi kuwa mkuu wa nchi anapaswa kupewa heshima ya kitaifa na kuzikwa pamoja na marais wengine waliomtangulia katika eneo maalum la mazishi ya marais lililopo mji mkuu Lusaka. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi ya faragha baada ya mazungumzo na serikali kuhusu mipango ya mazishi kuvunjika. Mwezi Agosti mwaka jana, mahakama ya Afrika Kusini iliamuru kuwa serikali ya Zambia inaweza kurudisha mwili huo nyumbani kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Tuelekee nchini Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amekuwa chini ya shinikizo la kujiuzulu nafasi hiyo baada ya kumteua Peter Mandelson kuwa mjumbe wa taifa hilo nchini Marekani. Kwa mujibu wa ripoti ya runinga ya Al Jazeera, uhusiano kati ya mfanyakazi maarufu na mkosaji wa masuala ya kingono Jeffrey Epstein umesababisha kashfa hiyo kubwa ya kisiasa kwa waziri mkuu huyo wa Uingereza. Wanasiasa wa upinzani nchini humo na wapiga kura kutoka katika ngome ya chama chake cha Labour Party wakionyesha mgawanyiko, na wengine wakiwa na imani juu yake na kuvikosoa vyombo vya habari kwa upotoshaji. Sidhani kama anapaswa kujiuzulu, anatakiwa kuendelea, ila vyombo vya habari vinaeleza mambo tofauti kumhusu na anajitahidi kadri ya uwezo wake. Alifanya kazi nzuri katika hali ya Irani, kwa hivyo mimi niko tayari kumsamehe kuhusu swala hili, ingawa sidhani kama ni jambo la kawaida na angeweza kushughulikia vizuri zaidi. Baba yangu alikuwa mfuasi mkubwa wa chama cha Labour kwa sababu walikuwa wakifanya kazi. Kwa bahati mbaya, waziri mkuu huyu hayuko hivyo na hatawahi kupata kura yangu tena. Shinikizo hilo huenda likaongezeka kabla ya uchaguzi ujao, huku taarifa za vyombo vya habari nchini Uingereza zikionyesha kuwa duru za kisiasa haziko upande wa waziri mkuu huyo. Na hatimaye ni taarifa kutoka Mashariki ya Kati. Iran imeapa kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji la Marekani utaendelea kuwepo licha ya kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika utekelezaji wa hatua hiyo, Iran imetangaza kuzikamata meli 3 zilizojaribu kuvuka uzio huo wa kimkakati wa baharini. Spika wa bunge la Iran Mohammad Khalibaf, ambaye aliongoza ujumbe wa Iran katika duru ya kwanza ya mazungumzo huko mjini Islamabad nchini Pakistan, amesema kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz hakuwezekani, huku kukiwa na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais Donald Trump wa Marekani juzi alinukuliwa akisema kuwa atadumisha makubaliano ya kusitisha mapigano ili kutoa muda zaidi kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Pakistan. Katikati ya mzingiro huo wa mlango bahari wa Hormuz, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza kwamba katibu wa jeshi la wanamaji John Felan ameachia wadhifa huo mara moja bila kueleza sababu yoyote ya kuondoka kwake. Hussein Mshenga, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu 518 walikufa katika vurugu za ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka jana. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kwihala, kata ya Tetemia katika halmashauri ya manispaa Tabora wamesema wanahitaji wataalamu kuwapa elimu juu ya ugonjwa wa figo. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameshinikizwa kujiuzulu baada ya kumteua Peter Mandelson kuwa mjumbe wa nchi hiyo huko Marekani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe ulikuwa ukitufuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Selemani Kodima.